Bwana Yesu asifiwe. Ndugu msikilizaji wetu wa tafakari ya siku, ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Tunayo tafakari siku ya leo ambayo Bwana ametupa, inayotoka katika kitabu kile cha Ezra sura ile ya 4. Tutaanza kusoma kuanzia mstari ule wa 6. Biblia inasema, tena wakati wa kutawala kwake Ahasuero, mwanzo wa kutawala kwake, watu wakaandika mashtaka juu ya wenyeji wa Yuda na Yerusalemu. Tena katika siku ya Artashasta, Mithredat na Tabeil na mabaki ya wenzie wakimwandikia Artashasta mfalme wa Uajemi, wakamwandikia barua. Kuna maneno tutakuwa na ruka, lakini hizi ni habari za Yuda na Yerusalemu. Ni habari ya jinsi ambavyo mji ule wa Yerusalemu ulitakiwa kujengwa, lakini adui wa Yuda waliposikia hayo mambo, kwamba mji huo unajengwa, hekalu la Mungu linatakiwa kujengwa, vita ikaamka. Watu wakainuka kinyume, wakasimama dhidi ya ujenzi huo, na hawakupigana vita tu vya kawaida, bali walienda kisheria. Kwa Mungu kuna sheria, kuna kanuni ambazo zinatupa sisi kuishi tunavyotakiwa kuishi mbele zake. Basi mashtaka haya ambayo waliandika hawa, waliandika mashtaka wakiwa wana base kwenye kitu ambacho kimebeba uhai. Hawakuandika tu mashtaka kwa sababu waliwaona wanajenga, ila waliandika mashtaka kwa sababu kulikuwa na kizuizi tayari kipo cha kujenga. Ndipo wakasimama wakaandika ile barua, wakijua mfalme atakapotendea kazi hayo, yani hayo maelezo yao, basi Yerusalemu haitajengwa. Ndipo walipomwandikia barua mfalme, wakamwambia mfalme, hapo ukija kwenye mstari ule wa 12 wa 11 taanzia hapo, inasema, hii ndiyo nakili ya waraka waliopelekea mfalme Artashasta, watumishi wako, watu walio ng'ambo ya mto, wakadhalika ijulikane kwa mfalme ya kuwa Wayahudi waliokwea kutoka kwako wamefika kwetu Yerusalemu, nao wanaujenga ule mji mwasi mbaya. Mji wa Yerusalemu unakuwa identified kama ni mji ambao haufai, ni mbaya, tena ni mwasi. Uasi wake unatokana na nini? Uasi wake unatokana na Mungu. Wamemaliza kuta zake na kuitengeneza misingi yake. Basi ijulikane kwa mfalme ya kuwa mji huu ukijengwa na kuta zake zikimalizika, hawatatoa kodi wala ada wala ushuru, na mwisho wake wafalme watapata hasara. Wafalme watapata hasara, na si wafalme tu watapata hasara. Mstari wa 14 anasema, na sisi kwa kuwa tunakula chumvi ya nyumba ya mfalme, wala si wajibu wetu kumwona mfalme akivunjiwa heshima, basi tumetuma watu na kumwarifu mfalme, ili habari zitafutwe katika kitabu cha tarehe za baba zako. Ndivyo utakavyopata kujua kwa kitabu cha tarehe ya kuwa mji huo ni mji mwasi, wenye kuwadhuru wafalme na maliwali, na ya kuwa wenyeji wake wamefanya fitina katika mji huo zamani. Ndiyo sababu mji huo ukaangamizwa. Hila zilipangwa
mambo yakafanyika, watu wakaingizwa kwenye shida, wakajikuta wanateseka bila kujua kwa nini wanateseka. Kumbe kuna mambo yaliwafanya wateseke ambaye yalifanyika kule nyuma. Wao hawana taarifa, kwa maana hawana habari sasa hivi kwamba nini kinafanyika. Kwa nini wanajenga? Wanazuiliwa, hawatakiwi kujenga. Sasa kwa nini wanazuiliwa? Hawajui. Ndio kumbe huku watu wametafuta kwenye kitabu cha Tarehe, wakagundua kwamba kuna wakati fulani kule nyuma kuna mambo fulani yalifanyika. Sasa watu hao ambao ni watendakazi, maakida wa mfalme, wakainuka, na mfalme alipotendea kazi, alipokwenda kukagua, akakuta kwamba ni kweli. Anasema mstari wa 18, ule waraka mliopeleka umesomwa mbele yangu, huyu ni mfalme, nami nikaelewa na maana yake, nikatoa amri, na watu wametafuta habari. Watu wametafuta habari, wametafuta habari, ikaonekana ya kuwa mji huo zamani umefanya fitina juu ya wafalme, na ya kuwa uasi wa fitina zimefanyika ndani yake. Akasema, sasa hii nimekubaliana nayo, hawawezi kujenga. Akasema tena, walikuweko wafalme wakuu juu ya Yerusalemu waliotawala nchi yote iliyo ng'ambo ya mto, wakapewa kodi na ada na ushuru. Kwa manake mji huo walikuwa wanalipwa, yani ulikuwa unatolewa kodi. Sasa toeni amri kuwakomesha ushuru, kuwakomesha watu hawa kazi yao, mji huu usijengwe hata mimi nitakapotoa amri. Tena jihadharini, msilegee kwa jambo hili. Kwa nini madhara yazidi na wafalme wapate hasara? Jambo hili likatendewa kazi, na ukisoma sasa kuendelea huko mstari wa 23 huko kuendelea, anasema hata nakala ya waraka huo wa mfalme Artashasta uliposomwa mbele ya Rehumu bwana shauri na Shimshai mwandishi na wenzao, wakaenda Yerusalemu upesi. Waliambiwa wafanye haraka, wakaenda upesi, wakaambiwa wafanye kwa nguvu zote. Kwa hiyo wakakimbia upesi, wakaenda Yerusalemu. Walishapata nguvu ya kuzuia kwa Wayahudi, wakawakomesha kwa nguvu na kwa kuwashurutisha. Kwa hiyo wakaipata mamlaka kutoka kwa mfalme, na ndiposa wakaenda wakasimamishiwa. Tunajifunza nini katika hili? Kabla tujaenda kwenye hayo yaliyofanyika huko mbele baada ya hayo, tunajifunza kwamba historia ya jana inajenga maisha yako ya sasa. Inamfanya mtu anakuwa kama alivyo sasa. Tukisema sasa, tunazungumzia kipindi nilichonacho sasa. Ikifika kesho, itazungumziwa kipindi nilichonacho sasa, kwa maana yake ya kesho. Kuna mtu atakuwa anaishi katika maisha ambayo ni mazuri leo, lakini kesho yakageuka, kwa sababu kumbukumbu ya historia yake imegundulika kitu ambayo ikasababisha ufalme wa shetani ukainuka kinyume chake, ukainuka dhidi yake, na yeye asifahamu. Ghafla akaanza kushangaa, anaona vitu vinapinduka, anaona vitu vinazuilika, kitu kinazuilika, kazi inasimama, kama ni biashara inaharibika, kama ni mahusiano yanakufa, ndoa hiyo kwenye mahusiano inaisha, kama ulikuwa ni urafiki na mtu umekatika, kama ni fadhila ulikuwa unapata mahali imezuiliwa. Kila kitu ambacho kilikuwa kinafanyika kinazuiliwa. Nini kinakuwa kimefanyika? Historia yako ya nyuma imejenga hoja ya leo, ukaiona kwa sura hiyo. Kuna watu vitu vinawatokea kwa ghafla, alafu hawajui kwa nini vimewatokea. Wakitafuta ni kwa nini hawapati. Kwa sababu gani hawapati? Kwa sababu wao wanaitafuta sasa.
wanajitafuta kwenye mwendo wa sasa. Kumbe mwendo wa sasa wewe ndio unajenga. Hawa mwendo wa sasa, hawa watu wa Israeli wa Yuda hao walikuwa ndio wanajenga. Kwa hiyo ilikuwa hata ukiwatafuta kwenye makosa ya sasa hayaonekani makosa kwa sababu wanajenga. Kwa hiyo unapojitafuta kwenye mwendo wako wa sasa hauwezi kuona tatizo. Kwa hiyo wewe utabaki unashangaa kuna shida gani? Kwa nini? Ndio unaona mtu anaanza kukimbia huku kule akitafuta, lakini kumbe kuna historia iliyojengeka na iliandikwa ikawekwa kwenye kumbukumbu ya kitabu cha tarehe. Na wewe kama ni dhambi ulifanya hukuitubia, kama ni makosa ulifanya hukutubia, na sana sana hukutubia kwa sababu pia wakati mwingine ulipokuwa unafanya hilo kosa hukujua kwamba ni kosa, ulifikiri ni jambo la kawaida, lakini kwa shetani imewekwa kwenye kumbukumbu. Sio kila kitu tunaenda nacho tunafikiri kwamba tunaenda sawa. Ndio maana tunaambiwa siku zote hakikisha kabisa kwamba unajikagua kila wakati, unajikagua, kwa sababu katika mwendo wako unaweza ukajikuta kwamba kuna mahali uliharibu na wewe hujui kama uliharibu. Lakini shetani jamani, yeye mshtaki wetu, Biblia inatamka hivyo, anaweka kwenye kumbukumbu. Na akiweka kwenye kumbukumbu, siku ambapo umeanza kujenga maisha yako ya wokovu vizuri, siku ambapo umefanya maamuzi, kama ulikuwa unacheza huko nyuma, ndio hata ukatumbukia wakati fulani kwenye shimo fulani, alafu kisha ukatoka, sasa unaanza kusema kwamba sasa mimi jamani, mimi sasa nataka kwenda sawasawa na Mungu. Wewe unapoanza kujenga maisha yako ya kiroho vizuri, hukumbuki na hujui kwamba kuna kitu kiliandikwa kule, kwa sababu hukukifanyia kazi. Why? Kwa sababu hukujua kwamba kinabeba madhara gani katika maisha yako. Vitu vingine tuliona ni vya kawaida tu. Naomba kusema hivi leo katika tafakari ya leo, hakuna kitu ambacho ni cha kawaida. Kila kitu ambacho natembea nacho, lazima unachofanya sasa, lazima ukikague kwamba kimebeba sura gani, hasa ukizingatia maisha tunayoishi sasa hivi. Nimeshangaa mtu ambaye nilikuwa namwamini, mtu ambaye tena nilitoa shuhuda zake, mtu ambaye nilikuwa namwamini kwamba ameokoka, na kweli alikuwa ameokoka, kweli alikuwa anampenda Mungu, kweli alimhubiri Kristo, lakini ikaja kushangaa na muona sasa amekengeuka. Amekengeuka tena kwa wazi. Unabaki unashangaa. Sasa kitu chochote ambacho kiko katika maisha yako usikichukue cha kawaida. Chakula unachochukua kula usikichukue cha kawaida, maana ukichukua cha kawaida, siku sumu itawekwa kwenye chakula hiko, wewe bado utaona ni kawaida, utakufa. Siku utaingia kwenye mtego wa shetani, wewe bado utaona ni kawaida, utanaswa. Na utakaponaswa hutajua kama umenaswa. Utakuja kukumbukia huko mbele, wakati unapoona vitu vyako vinazuiliwa, wakati utakapoona kile unapojaribu kujenga maisha yako ya wokovu yanaporomoka, wakati utakapoona kile unapojaribu kuinuka kusogea mbele unaanguka. Hayo ndio yakawa ndio maisha ya mtu aliyeokoka leo. Kumbe hayo sio maisha. Kumbe kuna mahali kunasomeka bado. Na ndipo saa wakati unapoendelea kujenga maisha yako, wale mapepo wanapokufuatilia wanasema, jamani, huyu mtu mbona anaenda spidi, lakini mbona kuna kitu kinaonekana. Jamani, akatafuteni kwenye kitabu cha tarehe, kuna wakati, nendeni mkafungue kumbukumbu, anza kumfuatilia kule nyuma. Ndipo wanakufuatilia, wanakukuta kuna wakati fulani ambapo we hujui tena, hukumbuki tena kuna kitu ulifanya. Ni muhimu kumwambia Roho Mtakatifu awe anatukumbusha, maana ndiyo kazi aliachua atusaidie nayo. Na sisi tunapokataa kutembea kumruhusu Roho Mtakatifu akae ndani yetu na kufanya kazi hiyo ya kutukumbusha, kutujulisha, hapo ndipo mahali tunapoingia kwenye mitego. Na ndio maana maisha yetu ya wokovu yanabakia kuwa inuka anguka, anguka inuka, inuka anguka, anguka inuka. Yamebakia kuwa hapo, zunguka mbuyu, zunguka nenda kule, zunguka kwa huyu, zunguka hivi. Unafikiri sasa ndio umesimama, kabla hujaelewa pangala tena umeanguka. Kwa sababu kumbukumbu ya historia yangu inasomeka vibaya kwa shetani na kwa Mungu. Na kwa sababu sijatubia, Mungu anakosa haki ya kunitetea katika hilo. Ndio maana alimwachia Roho Mtakatifu tubaki naye atusaidie. Sasa tafakari yetu ya leo inatutaka kumtambua Roho Mtakatifu katika kazi zake,
na majukumu yake ambayo aliachwa nayo kwa ajili yetu. Kama ulikuwa unampuuza ukakimbia, ulipokimbia spidi ukamwacha nyuma, ndio mtego wako ulipatikania hapo. Sasa rudi nyuma, ukaweke alama ya angalizo wapi uliachana naye, ukatengeneze sasa, alafu mwambie niko hapa, naomba basi uende na mimi. Bwana turehemu, tusaidie. Tulikosea, tulienda tukifikiri tunajua, kumbe kumbukumbu yetu ikasomeka vibaya. Ndio maana tumeshindwa kusimama katika wokovu. Tunamsingizia shetani, kumbe sisi ndio tumebeba uongo. Sisi ndio tumebeba uovu. Yeye anafanya kazi yake kutuzuilia. Lakini siku ya leo tumegundua hili kupitia neno lako. Tunaomba Baba, tunaungama mbele zako. Dhambi yoyote inayosomeka makosa mbele yako, Baba ukaturehemu. Yale ambaye tulifanya kwa kutokujua, Bwana Yesu turehemu, tusamee, tutakase kwa damu yako takatifu. Na yale tulifanya kwa kujua na tukapuuzia, bado wewe ni wa rehema, tunausi rehema zako zikatushukie leo, na ukatuoshe dhambi hiyo kwa damu yako takatifu, ukatusamee na kututakasa na kutufanya kuwa safi mbele zako. Ukatupe kusimama tena mbele zako, ili ukuta wa Yerusalemu uendelee kujengwa, ili maisha yetu yaendelee kujengwa, na utukufu wako Baba uweze kuonekana katika maisha yetu. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kushukuru. Amen. Mungu akubariki katika kutafakari.